Marko sura ya 10. Yesu alitoka hapo akaenda mkoani Yudea hata ng'ambo ya mto Yordani. Umati wa watu ukamwendea tena, naye akawafundisha tena kama ilivyokuwa desturi yake. Basi Mafarisayo wakamwendea na kwa kumjaribu wakamuuliza, "Je, ni halali mume kumpa mkewe talaka?" Yesu akawajibu, Mose aliwapa maagizo gani? Nao wakasema, Mose aliagiza mume kumpatia mkewe hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, Mose aliwaandikia amri hiyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu kuumbwa ulimwengu, Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Hivyo mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, ataungana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wao si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, binadamu asitenganishe. Walipoingia tena ndani ya nyumba, wanafunzi wake walimuuliza juu ya jambo hilo. Naye akawaambia, anayemwacha mkewe na kuoa mwingine anazini dhidi ya mkewe, na mwanamke anayemwacha mumewe na kuolewa na mwingine anazini. Watu walimletea Yesu watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi wakawakemea. Yesu alipoona hivyo, alikasirika akawaambia, waacheni hao watoto waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya watu walio kama watoto hawa. Na waambieni kweli, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia humo. Kisha akawapokea watoto hao, akawawekea mikono, akawabariki. Yesu alipoanza tena safari yake, mtu mmoja alimjia mbio, akapiga magoti mbele yake, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanyeje niupate uhai wa milele? Yesu akamjibu, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Unazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Naye akamjibu, Mwalimu, hayo yote nimeyazingatia tangu ujana wangu. Yesu akamtazama, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na kitu kimoja. Nenda ukauze kila kitu ulicho nacho, uwape maskini hizo fedha, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha uje unifuate. Aliposikia hayo, alisikitika, akaenda zake akiwa na huzuni, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama pande zote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi gani itakavyokuwa vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi walishangazwa na maneno yake. Yesu akawaambia tena, watoto wangu, ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wake wakashangaa sana, wakaulizana, ni nani basi atakayeweza kuokoka? Yesu akawatazama, akawaambia, kwa binadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu si hivyo, maana kwa Mungu mambo yote huwezekana. Petro akamwambia, na sisi je, tumeacha yote tukakufuata? Yesu akasema, kweli nawaambieni, kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au dada au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema, atapokea mara 100 zaidi wakati huu wa sasa. Nyumba, ndugu, dada, mama, watoto na mashamba pamoja na mateso. Na katika wakati ujao atapokea uhai wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Basi walikuwa njiani kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa anawatangulia. Wanafunzi wake walijawa na hofu, na watu waliofuata waliogopa.
Yesu akawachukua tena kando wale 12, akaanza kuambia yale yatakayompata. Sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko Mwana wa Mtu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na waalimu wa sheria. Nao watamhukumu auawe na kumkabidhi kwa watu wa mataifa. Nao watamdhihaki, watamtemea mate, watampiga mijeledi na kumuua. Lakini baada ya siku 3 atafufuka. Yakobo na Yohane, wana wa Zebedayo, walimwendea Yesu wakamwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie kitu tutakachokuomba. Yesu akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Wakamjibu, uturuhusu kuketi mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaomba nini. Je, mnaweza kunywa kikombe nitakachokunywa au kubatizwa kama nitakavyobatizwa? Wakamjibu, tunaweza. Yesu akawaambia, kikombe nitakachokunywa mtakinywa kweli, na mtabatizwa kama nitakavyobatizwa. Lakini ni nani atakayeketi kulia au kushoto kwangu, si wajibu wangu kupanga, bali nafasi hizo watapewa wale waliotayarishiwa. Wale wanafunzi wengine 10 waliposikia hayo, walianza kuchukizwa na Yakobo na Yohane. Hivyo Yesu akawaita, akawaambia, mnajua kwamba wale wanaofikiriwa kuwa watawala wa mataifa huwatawala watu wao kwa mabavu, na wakuu hao huwamiliki watu wao. Lakini kwenu isiwe hivyo. Ila anayetaka kuwa mkubwa kati yenu, sharti awe mtumishi wenu. Anayetaka kuwa wa kwanza, sharti awe mtumishi wa wote. Maana Mwana wa Mtu hakuja kutumikiwa, ila kutumikia na kutoa maisha yake kuwa fidia ya watu wengi. Basi wakafika Yeriko, naye Yesu alipokuwa anatoka katika mji huo, akiwa na wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu, kipofu mwombaji mwana wa Timayo aitwaye Bartimayo alikuwa ameketi kando ya barabara. Aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita mahali hapo, alianza kupaaza sauti, Yesu, mwana wa Daudi, nihurumie. Watu wengi walimkemea ili anyamaze, lakini yeye akazidi kupaaza sauti, Mwana wa Daudi, nihurumie. Yesu alisimama akasema, Mwiteni. Basi wakamwita huyo kipofu, wakamwambia, jipe moyo, simama, anakuita. Naye akatupilia mbali vazi lake, akaruka juu, akamwendea Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Huyo kipofu akamwambia, Mwalimu, naomba nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda, imani yako imekuponya. Mara huyo kipofu akaweza kuona, akamfuata Yesu njiani.